Suluhu Hassan oye! Ndugu mgombea, lakini pia kwa sababu mimi ni mbunge wa Afrika Mashariki, niseme Mheshimiwa Rais wangu mpendwa, karibu Manyara, karibu Simanjiro. Karibu sana. Ndugu mgombea wa taifa, naomba nianze na ili hata wewe ukiulizwa popote uweze kutambua na kujua ni namna gani umegusa maisha ya watu. Ukiulizwa CCM imefanyia nini watu wa kawaida, mimi ni ushuhuda. Nilipokuwa kijana mdogo nikisoma shule ya msingi ya Kitwai kule Simanjiro, shule mvua ikinyesha tulikuwa tunasoma chini ya mti. Mvua ikinyesha tunafunga shule kwa sababu hamna mahali pa kukaa. Leo hii mahali hapo, Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wetu, mgombea wetu, kuna shule ya kisasa ya sekondari, kuna shule ya msingi nzuri imemeremeta. Ndugu mgombea wa rais kwa tiketi ya CCM, hivi ndivyo ambavyo umegusa maisha ya watu. Mimi ni kijana mdogo bado, lakini kwa umri wangu shule ya msingi chini ya mti ambao hauna bati. Nini maana yake? Maana yake ni kwa wanao kupinga kwa namna yoyote ni wale ambao hawajui Tanzania imetoka wapi, ipo wapi na inakwenda wapi. Lakini sisi watu wa kawaida tunatambua ulioyafanya kwa umahiri na kwa uongozi wako wa miaka hii minne. Asante mama. Naomba nitoe shukrani zangu kwanza kwa kuteuliwa kama mgombea wa CCM jimbo la Simanjiro. Lakini la pili, Mheshimiwa mwenyekiti, umenipa nafasi ya kuwa mbunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki niliyewakilisha nchi yetu kwenye nchi ya Jumuiya nchi 8. Ninatambua na ninaheshimu uongozi wako huko tunapokwenda, nikiwa Kongo, nikiwa Rwanda, Burundi, Kenya, Uganda, Somalia na South Sudan. Ninatembea kifua wazi kwa sababu rais wangu unaheshimika na kila mmoja. Umefanya mambo makubwa, na mimi naomba niseme bila Tanzania na uongozi wako Jumuiya ya Afrika Mashariki ingeyumba. Ninakushukuru mno kama mbunge na kama kiongozi uliomtuma kuwakilisha nchi yetu. Naomba niseme machache kuhusu jimbo letu. Mama, tangu uhuru wa nchi hii kwa miaka yako minne, mradi wa maji wa kutoa maji Ruvu kupandisha Orkesumet makao makuu ya wilaya kilomita 43, mradi wa bilioni 44. Ninakushukuru mama yangu kwa kuagusa maisha ya watu wangu. Mama, ninachokuomba mara baada ya uchaguzi, kwa sababu uhakika utashinda kwa asilimia kubwa, ninaomba uje utuzulie mradi ule kwa sababu ni mradi mzuri, mwema, umegusa maisha ya watu, wafugaji na mifugo yao. Asante sana mama. Mama, tunakuomba lingine, tunakushukuru kwa ujenzi wa jengo la Tanzanite. Jengo la bilioni 5 limekaribia kukamilika. Pale tunachokihitaji ni ule mji wa Mererani kuguswa kwenye lami kidogo kama kilomita 0.5 peke yake, ili mji ufananie na madini ya Tanzanite. Mama, tunakushukuru kwa shule
Shule ni nyingi, shule sikizi kwa miaka yako 4 peke yake. Umetujengea shule sikizi 23. Tunakushukuru mama, asante sana. Mama, ilani hii nimeisoma kwenye eneo la Simanjiro ili tusipoteze muda. Wananchi muwe na imani. Mifugo imeguswa, lakini naomba nigusie moja. Kwenye eneo la malisho peke yake, Mheshimiwa Rais wetu umesema mpaka sasa nchi hii kuna hekta milioni 3.46. Ilani hii inatuahidi kwa miaka 5 kwamba utaenda kuwatafutia wafugaji hekta milioni 6, nusu ya iliyopatikana tangu nchi iundwe. Tunakushukuru mama, asante sana. Ilani imejali wafugaji, imejali wakulima, imejali wafanyakazi. Nimeisoma, nimeridhika, na mimi niko tayari kuitetea popote nitakapoenda kuomba kura zako, za kwangu na za waheshimiwa madiwani. Mheshimiwa Rais wetu, kwenye ilani imeandikwa bayana, naomba nigusie kwa msisitizo. Tunaomba changamoto, kuna barabara ya kutoka Oljoro kupita Simanjiro kuelekea Kiteto mpaka Kongwa. Ninaomba Mheshimiwa Rais wangu, naomba barabara ile inapopita ianze na ipitie Simanjiro na ipite eneo la Terat, na kuomba Mheshimiwa Rais wangu. Kuna barabara nyingine ya kutoka Mererani kuelekea Orkesmet kilomita 123. Rais wangu, ninaomba utuguse, na ilani ipo, nimeweka kwa msisitizo. Mheshimiwa Mwenyekiti wangu, mengi yapo kwa eneo la wafugaji wa Kimasai na wafugaji pote. Ningeomba kama mgombea, shule za msingi zote ikiwezekana ziwe za bweni. Natoa mfano, mimi kitongoji changu mpaka nifikie shule ya msingi ya kijiji ni kilomita 15. Mtoto wa kifugaji wa kawaida ukimwambia tumeweka shule ya msingi kwako, kijijini kwako, yeye anakaa kilomita 16. Mama, ni changamoto. Ninakuja kwa unyenyekevu mkubwa. Yamkini ni kuombe uanze hata na shule kama mfano 2 kwa ajili ya wafugaji, na si lazima iwe mahali pa Simanjiro, iwe Longilo. Ningeomba mama yangu, kama kwa ajili ya kujifunza namna gani ya kuwapa wafugaji elimu stahiki kama wengine, tuanze na shule za msingi ambazo zinahudumiwa na wizara moja kwa moja, ili na wao wapate elimu sahihi na wengine. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa Rais wangu, unatosha, unapendwa, tunakupenda. Naomba wananchi hawa na wale wa Simanjiro ambao mnaniangalia kwenye runinga, ninamuombea rais wangu na mwenyekiti wangu kura za kutosha. Ninajiombea mimi kura, na nawaombea madiwani wetu wote wa CCM kura za kutosha. Mama, karibu, Mungu akutangulie huko anakoenda. Tunakupenda. Na maneno ya upinzani, tulikuwa huko, tunawajua, tunawafahamu, hawana lolote, ni wababaishaji. Wasikubabaishe. Mbuga, urais ni wako, na tunakupenda na unapendwa na mataifa. Mungu akubariki sana. Asante mama yangu, asante sana. Asante. Naomba nimwalike ndugu Edward Lekaita, mgombea ubunge wa jimbo la Kiteto. Karibu.